Hii ni nyumba takatifu ya ibada ambayo tayari imeanza kupokea wageni wa Mwenyezi Mungu kutoka mataifa mbalimbali duniani. Miji ya Makka na Madina inaendelea kuwa kitovu cha ibada hiyo muhimu kwa Waislamu wote ulimwenguni, ambapo waumini hukusanyika na kutekeleza kwa vitendo ibada ya hija kwa unyenyekevu na utiifu mkubwa. Ibada ya hija ni nguzo ya 5 ya imani ya dini ya Kiislamu, na ibada hii hutekelezwa kwa mtu mwenye uwezo wa kifedha. Maandalizi ya kwenda kuitekeleza ibada hii katika miji mitakatifu ya Makka na Madina yameanza hapa nchini katika ofisi kuu za BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam, kwa waumini wa dini ya Kiislamu kupewa mafunzo na utayari wa namna bora ya kutekeleza ibada hiyo. Na kwenda kule takriban huu ni mwaka wa 11 Mungu akinijalia. Nashukuru sana, tumejipanga vizuri sana kwa sababu sisi tunasafiri na Rais wa Uislamu Mheshimiwa Mufti, na yeye mwenyewe anahijisha. Leo ninakwenda Maka kwa sababu ya amani ya kuongoza Mama Samia. Kwa hiyo namtakia laheri na mshukuru, na yeye atakadhalika pamoja na viongozi wote wa ngazi ya taifa zote. Uzinduzi wa semina hii ya mafunzo umefanywa na mjumbe wa Baraza Kuu la Ulama Sheikh Hassan Chizenga, ambaye amesisitiza umuhimu wa ibada hii pamoja na maandalizi sahihi kabla ya safari hii takatifu. Tutawakilishwa na wenzetu takriban 1500 wa Tanzania wenzetu kwenda kuhiji Maka. Hii inahitaji maandalizi, na ndio maana tuna semina kama hizi ili kuwasaidia mahujaji wajue wanakwenda kufanya nini, kitendo gani wakifanye lini, mahali gani panafanywa nini, na pia kuziandaa nafsi zao kiimani ili hata wakienda kuomba zile dua basi ziweze kuitikiwa. Tumewasisitiza sana baada ya kufanya ibada zote walizotarajia kulingana na semina walizopewa, wasisahau sana kuiombea nchi yetu amani na utulivu, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika maridhiano ya nchi ambayo itaweka nchi katika umoja, salama na amani katika kipindi hiki ambacho imepita katika mipasuko na misukosuko mbalimbali. Semina hii inatarajiwa kuendelea hadi siku ya kuanza kwa safari, huku mamlaka za Saudi Arabia zikiahidi kuhakikisha huduma zote muhimu zinapatikana kwa wakati ili kuwahudumia mahujaji wote ipasavyo. Ibada ya hija ni ukumbusho wa maisha ya majaribu, kujitolea na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, kama ilivyoonyeshwa na Nabii Ibrahim na familia yake. Ni tukio kubwa la kiimani na kijamii linalowakutanisha mamilioni ya Waislamu kutoka sehemu mbalimbali duniani kila mwaka. Mimi ni Jamal Hashim, Azam News.